Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika Dominika hii ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Ni sherehe ya kupaa Bwana, erini ya sherehe. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya kwanza aya ya kwanza mpaka ya 11. Ni somo ambalo linasimulia vizuri maisha ya Yesu, lakini hasa tukio zima la kupaa kwake mbinguni. Naomba tuelewe. Lakini kikubwa pia ni wosia na maagizo ya Yesu kwa mitume wake kwamba inawapasa kuwa mashahidi wa habari njema duniani kote. Yesu baada ya kuambia hayo, kisha Yesu anapaa kwenda mbinguni. Anaingia katika utukufu wa Mungu na kuketi mkono wa kuume wa Baba na kuvikwa taji la ushindi. Ili somo linaeleza hivyo. Hiyo ndio maana wanafunzi wanafurahi ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba ifahamike kuwa au ieleke kuwa kupaa juu mbinguni kwa Yesu mfufuka haimaanishi kuwa Yesu alisafiri na kwenda juu angani. Naomba tuelewe sana katika hili. Bali ni namna ya kusema kuwa amerudi katika utukufu wake ule aliokuwa nao hapo mwanzo kabla ya nyakati. Neno juu ni ishara au mahali pa uwepo wa Mungu. Tukumbuke au tutaka kuelewa vizuri, tuangalie habari za Musa, ile kitabu cha Kutoka, ile sura ya 3 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 6, au unaweza kusoma ile sura ya 24 aya ile ya 12 mpaka aya ya 18. Unaweza vile vile ukasoma habari za juu, kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 2 aya ya kwanza mpaka ya 3. Ikumbukwe pia neno juu au mbinguni ni jina mbadala la Mungu. Utasoma katika Injili ya Luka ile sura ya kwanza aya 35, inasema nguvu zake aliye juu. Inamaanisha ni Mungu mwenyewe. Ukienda ile aya ya 46 katika Injili ya Luka inasema naye mtoto ataitwa nabii wake aliye juu. Nadhani hapo utakuwa umeelewa. Hivyo Kristo ameingia katika utukufu wake ili mimi na wewe tujue kuwa siku moja tutaingia katika utukufu huo, kwa kuwa tulikufa na kuzikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo. Siku moja tutaishi milele mbinguni katika utukufu wake. Tusisaulishe hilo wazo au akili hiyo, tuwe nayo siku za maisha yetu, na tusije tukajiambatanisha na mambo ya ulimwengu. Tutambue kuwa Kristo amepaa. Hiyo ni njia yetu sisi. Lazima basi kwa njia ya sala, matendo mema, tutazamie mji ambao unakuja, yaani Yerusalemu yetu ya mbinguni. Nadhani utakuwa umeelewa kwa nini wanafunzi walifurahi. Kwa nini haya mambo yanaelezwa kwamba Yesu alipaa kwenda juu? Kuna maana gani? Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, ile sura ya kwanza aya ya 17 hadi ya 23. Ni sala ya mtume inayotupa fundisho juu ya uwezo na utajiri wa Mungu uliofunuliwa katika Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye kichwa cha mwili wake, yaani kanisa. Ndugu zangu katika Kristo, ukisoma vizuri somo hili unagundua kuwa mamlaka ya Kristo ni mamlaka kuu kuliko mamlaka nyingine zote hapa duniani na mbinguni. Hivyo sisi ambao tumeunganika na Kristo lazima tuvae mamlaka hiyo pia, tuishi kwa kutegemea mamlaka hiyo pia, na vile vile tusiwe na nia yoyote au tusiwe na roho ya kutegemea mamlaka nyingine ambazo ni za giza, bali tuendelee kutegemea mamlaka ya Kristo. Ni ajabu na fedhea tunapofanya sherehe hii ya kupaa Bwana, ambaye yeye ameingia katika utukufu wake,
ambaye vile vile ametuachia mimi na wewe mamlaka hii. Ni ajabu na fedheha kubwa sana. Unakuta Mkristo huyu aliyebatizwa anaamini juu ya mamlaka nyingine ya ushirikina na uchawi, anaamini katika ibada za matambiko, anaamini katika nyota na laana, anaamini katika ilizi na waganga wa jadi. Ndugu zangu, Kristo ameingia katika maisha ya utukufu, nasi tuishi maisha ya utukufu, tuilete mbingu duniani. Na kingine ambacho lazima tukielewe katika sikukuu hii ya kupaa Bwana ni kuwa mara zote picha hii ya kupaa Bwana, hata katika makanisa yetu utaona Yesu amenyanyua mkono juu, anabariki, huku wanafunzi wakitazama mbinguni namna hii, yeye anaendelea kuwabariki. Kwa nini mkono huu unabaki juu au jashuka? Kwa sababu baraka hii ya Yesu mpalizwa inaendelea. Baraka hii inaendelea, na ndio maana bado utakuta mkono umekaa juu. Kristo anaendelea kukubariki mimi na wewe mpaka mwisho wa nyakati. Ndio maana wanafunzi walirudi wana furaha. Ndugu zangu, ukitafakari kwa ndani kabisa utagundua kuna mambo mengi sana ambayo tungeweza kutafakari katika Dominika hii, lakini tutafakari mambo makuu matatu. La kwanza, mwambie jirani yako furahi. Mwambie jirani yako furahi, furahi. Hapa nataka kueleza nini juu ya teolojia ya furaha. Kwa nini wanafunzi walirudi wakiwa na furaha licha ya utengano unaoonekana kati yao na Kristo anayepalizwa? Naomba tuelewe kuwa ilikuwa jambo la kushangaza sana. Badala ya wanafunzi kusikitika, wao wanarudi wakiwa na furaha. Na sio wanafunzi tu, hata sisi tunaita tukio hili sherehe ya kupaa Bwana. Hatusikitiki bali tunafurahia. Nitakueleza. Kupaa kwa Yesu, kama nilivyosema, haimaanishi kuwa aliondoka na kuacha wanafunzi wake. Ni nini maana yake sasa? Kupaa kwa Yesu ni kunyanyuliwa kwa Kristo na kuingia katika utukufu wake, utukufu aliokuwa nao kabla ya nyakati. Nakumbuka alilisema hili na alikuwa analudia mara nyingi sana, alirudia sana. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wafilipi ile sura ya 2 aya 9 mpaka ya 11 anasema, kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza akampa jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu wote wapige magoti, wote walioko mbinguni na duniani na kuzimu, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Kristo anaingia katika utukufu wake, wanafunzi wanafurahi, sisi tunafurahi. Wanafunzi walikuwa na furaha sana kwa sababu mwalimu wao ameingia katika utukufu. Nitazidi kuwaambia kwa nini sisi tunafurahi, wanafunzi walifurahi. Yesu alipopaa mbinguni, akuacha ubinadamu wake duniani, bali aliingia nao mbinguni. Unasoma hizo habari katika katekisimu ya Kanisa Katoliki namba ile paragrafu au namba 665. Hii ina maana gani? Alichukua pia ubinadamu wetu na kuingiza mbinguni, hivyo kufuta gap au umbali uliokuwepo kati ya binadamu au binadamu na umungu, kati ya mbingu na dunia. Unasoma katika waraka kwa Waebrania ile sura ya 4 aya ya 14 mpaka ya 16. Basi kwa kuwa tunaye kuhani mkuu aliyekwisha penya mbingu, ndiye Yesu mwana wa Mungu, tuyashikilie maungamo yetu, maana hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuonea huruma udhaifu wetu, kwani yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote, ila hakutenda dhambi. Basi tukikaribia kiti cha neema kwa matumaini, ili tujaliwe huruma na neema na msaada wakati wa shida. Waraka kwa Waebrania ile sura ya 4 aya 14 mpaka 16. Hii ndio maana wanafunzi wanafurahi, mimi na wewe tunafurahi. Walijua kuwa Kristo wataendelea kumuita kila wakati na yuko nao karibu
zaidi kuliko wakati mwingine wowote ule. Mimi na wewe tunaalikwa kufanya hivyo, kutambua kwamba Kristo yuko karibu na sisi kuliko wakati mwingine wowote ule. Hivyo ameingia mbinguni ili kuwa karibu nasi, lazima tuwe na furaha. Na Mtakatifu Agustino anasema hivi, ingawa amepaa mbinguni bado yupo nasi, na ingawa tuko duniani bado tuko naye. Ndio maana tunafurahi, ndio maana wanafunzi walifurahi. Natamani sana Wakristo wengi wangeelewa hili. Kusingekuwa na kulia usiku na mchana, kusingekuwa na kuamini kwamba Mungu amewaacha, kusingekuwa na kukata tamaa, kusingekuwa na huzuni. Naomba niwaambie, Kristo amepaa, lazima tufurahi kwa kuwa tuko naye karibu. Na ndio maana wazo kuu nikasema mshike. Sasa ili uelewe hili vizuri, utaweza kusoma wapi? Naomba niwape hadithi fupi ili uweze kuelewa hili. Ilikuwa hivi. Ukisoma Injili ya Yohane ile sura ya 20 aya 17, nikumbushe, Maria Magdalene anamkimbilia Yesu, anataka kumshika Yesu. Anamwambia kitu ambacho nataka ukiweke na kichwani mwako. Anamwambia Maria Magdalene, usinishike maana sijapaa bado kwenda kwa Baba. Usinishike kwa maana sijapaa bado kwenda kwa Baba, lakini nenda kwa ndugu zangu kawaambie, ninapaa juu kwenda kwa Baba yangu na Baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu. Usinishike, sijapaa kwenda kwa Baba. Leo tunafanya sherehe ya kupaa. Yesu amepaa ili mimi na wewe tuweze kumshika. Ndio maana wanafunzi walielewa kwamba wamemshika Kristo, na sisi lazima tuelewe kwamba tumemshika Kristo. Hatuna budi kufurahi na kuondoa mawazo yote kwamba Mungu yuko mbali nasi katika hali zozote zile. Tukisali tuamini Mungu anatusikia, tukiomba tuamini Mungu anatusikia, kwa sababu tunaye ambaye alikaa kama sisi, sasa hivi yupo katika kiti cha enzi. Yeye anatuombea kwa Baba, anatuombea kwa Baba. Lazima tufurahi. Hilo ni wazo la kwanza ambalo linahusu teolojia ya furaha. Ni wanafunzi walifurahi, na mimi na wewe tunatakiwa kufurahi. Jambo la pili ambalo linapo kupaa ni kumbukumbu. Kupaa ni kumbukumbu. Kupaa kwa Yesu kunatukumbusha kuwa nasi siku moja katika ulimwengu huu tutaondoka. Tunaachiwa Roho Mtakatifu atukumbushe, atueleweshe, atuongoze na kutujalia ufahamu huo kwamba siku moja mimi na wewe tutaondoka. Ni kumbukumbu. Amepaa, nasi tutapaa. Ameondoka, nasi tutaondoka. Ameingia katika utukufu, nasi tutaingia katika utukufu. Alisema katika ile Injili ya Yohane sura 14 aya ya 2, nyumbani mwa Baba yangu na makao mengi, kama sivyo, je, ningaliwaambia kwamba ninakwenda kuwatengenezea mahali? Ameenda kwa Baba, atakuja kutuchukua. Kupaa kunatukumbusha kwamba mambo ya ulimwengu huu yanapita, maisha yetu sisi yana mwisho. Naomba niwaambie, dunia ni jangwani, tunapita. Mbinguni ndio nchi yetu ya ahadi. Ametutangulia, nasi tutamfuata. Mioyo yetu lazima ielewe jambo hilo, japo ni jambo gumu sana kueleweka. Utasoma waraka Mtume Paulo kwa Wakolosai ile sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 2. Papa Benedikto wa 16 anasema hivi: kupaa kwa Yesu kunatukumbusha na kutuambia sisi kuwa ubinadamu wetu umepelekwa mbele ya Mungu. Hili ndilo tegemeo letu, ndilo taraji letu, kuwa siku moja tutakaa milele mbele ya uso wa Mungu. Papa Benedikto wa 16 anatukumbusha hili. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo, kupaa ni kumbukumbu. Ukiwa unasherehekea sherehe, tambua kwamba na wewe siku moja utaungana na huyu aliyepaa. Ya ulimwengu huu yasikupumbaze akili yako, ya kusaulisha juu
ya mbingu ambayo ndilo tamanio la moyo wako, kama Mtakatifu Agustino anavyosema. Jambo la tatu na la mwisho, mwambie jirani yako, tazama chini. Tazama chini, tazama chini. Naomba niambie maana yake nini? Kupaa kwa Yesu mbinguni kulikuja vile vile na jukumu moja kubwa, kulikuja na utume mmoja mkubwa. Utume wenyewe nini? Ni kutazama chini. Utaeleza iko hivi, naomba niambie. Wanafunzi wake waliambiwa, nendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Ni jukumu hilo la kutazama chini. Injili ya Mathayo sura 28 aya 19 mpaka 20. Hili ni jukumu kubwa sana 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 sana. Kupaa kwake haikuwa mwisho, bali mwanzo wa jukumu jipya la kutazama chini, arudia, na kuwafanya watu kuwa wanafunzi. Kwa namna gani sasa? Kwa kuwabatiza na kwa maisha ya ushuhuda na upendo. Mtakatifu Teresia wa Avila anasema hivi: Yesu hana mwili isipokuwa mwili wako, hana mikono isipokuwa mikono yako, hana miguu ya kutembea katika dunia hii isipokuwa miguu yako, hana macho ya kuona isipokuwa macho yako. Tumesikia pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume malaika akisema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama na kutazama juu mbinguni? Matendo ya Mitume ile sura ya 1 aya ya 11. Tazama chini. Ni muda huu sasa katika sherehe hii kutazama chini. Ni muda wa utume, ni muda wa kupiga kazi, ni muda wa kuishi yote Kristo aliyofundisha chini. Kanisa alitazami juu tu, linatazama chini. Linatambua kwamba watu wana uhitaji wa ukombozi wa fikra, linajenga shule. Watu wanaugua, linajenga hospitali. Watu wana kiu ya maji, linachimba visima. Watu wana njaa ya neno, linajenga makanisa na kufundisha wamisionari na mapadri mbalimbali. Watu wana njaa na kiu ya haki, linahubiri wema, upole, uvumilivu, msamaha, upendo. Linatazama chini, linamshika Kristo, linampeleka chini. Kristo aliyewalisha wenye njaa, Kristo aliyewaponya wagonjwa, linamshika na kumpeleka chini, linatazama chini. Katika familia yako, tazama chini. Familia inahitaji upendo, familia inahitaji furaha, familia inahitaji amani, familia inahitaji uwepo wako, familia inahitaji kujivuna kuwa si bora tu familia, bali familia bora. Tazama chini, angalia chini, angalia chini, angalia mahitaji ya familia yako, angalia mahitaji ya ndugu na jamaa zako, angalia chini. Mshike Kristo, mpeleke chini katika ngazi ya familia. Ofisini, mshike Kristo, mpeleke chini, tazama chini. Ofisini kunahitajika furaha, ofisini kunahitajika uelewano, ofisini kunahitajika maridhiano, ofisini kunahitaji hali ya kuondoa woga na wasiwasi kwa wafanyakazi, ofisini kunahitaji amani. Tazama chini. Ukitembea ofisini kwako, tazama chini. Unaweza kuwa unasali sana, unatazama juu, lakini chini watu wanalia. Nyumbani wanalia, ofisini wanalia. Wewe unasali na kupiga magoti, unatazama juu. Kwa nini kutazama juu? Tazama chini. Mshike huyu aliye juu, mpeleke chini. Maisha yako yote, tazama chini. Tazama chini. Pambana, usisubiri kufanyiwa kila kitu. Huyu aliyepaa amekupa akili, nguvu na utashi. Sio muda wote na kukaa hivi. Muda mwingine ni kutazama chini,
na kuishi yale yote aliyofundisha Bwana Yesu Kristo kwa matendo. Tazama chini. Maisha yako yaakisi kwamba Kristo aliyepaa anafanya kazi katika maisha yako kwa kupambana. Tazama chini. Mshike Kristo na mweke katika maisha yako. Tazama chini. Yabadilishe maisha yako kuanzia sasa. Tazama chini. Maana yake itazame kuwa sababu ya furaha yako mwenyewe, sababu ya maendeleo yako mwenyewe, sababu ya kupiga hatua wewe mwenyewe. Jiangalie sasa. Yawezekana ukalia kwa kutazama juu, kumbe sababu ya kilio ni wewe mwenyewe. Yawezekana ukasema sipigi hatua, kumbe sababu ya kutopiga hatua ni wewe mwenyewe. Yawezekana ukasema sifanikiwi, kumbe sababu ya kutofanikiwa ni wewe mwenyewe. Yawezekana ukalia mbele ya Mungu sina amani, kumbe sababu ya kutokuwa na amani ni wewe mwenyewe. Yawezekana ukasema kuna watu wanakufanyia mabaya, kumbe unajifanyia mabaya wewe mwenyewe. Tazama chini. Nitawapa mfano. Mzee mmoja mkulima alikuwa na shamba lake, akaamua kulima vizuri na kupanda mahindi. Huu mfano naomba tutazame kwa sababu ndio wa mwisho katika mahubiri haya. Akaamua kulima vizuri na kupanda mahindi. Kiukweli mahindi alistawi vizuri sana. Kutokana na ustawi huo, ndege mmoja akaamua kutengeneza kiota na kutaga mayai ambayo baadaye aliangua na kuwa vifaranga katika shamba hili zuri sana la mahindi. Siku moja mama ndege akiwa ametoka, naomba uelewe, tazama chini, akiwa ametoka, vifaranga walisikia mkulima akizungumza na watoto wake na kuambia wavune mahindi. Vifaranga waliumia sana na kumweleza mama yao. Mama yao aliwatazama vifaranga wake, lakini hakusema kitu. Siku zilipita, siku moja, siku nyingine, mambo yakaenda hivyo hivyo. Siku baada ya siku, vifaranga waliendelea kubaki katika kiota. Siku moja tena, vifaranga wakasikia mkulima akizungumza na wafanyakazi wake kuwa wavune shamba la mahindi. Vifaranga wakaogopa, wakamweleza mama yao, ila kama ilivyokuwa mwanzo, mama alitabasamu akawaambia wanaye wasiogope. Siku zikapita sana, vifaranga vikaota mabawa vizuri kabisa. Ghafla vikasikia mkulima akisema, kesho kutwa nitakuja kuvuna mahindi. Wakaogopa, wakamweleza mama yao. Tukumbuke mama yao wakawaambia, jiandaeni, tunaondoka hapa, shamba litavunwa. Na kweli wakiwa mbali walishuhudia mkulima akivuna shamba lake. Sasa watoto, yani vifaranga, wakamuuliza mama yao, vipi? Tulipokueleza tangu mwanzo ulituambia tusiogope na tukae tu kimya, lakini mara ya tatu tulipokueleza ulisema tuondoke, shamba litavunwa. Ili kuwaje? Mama ndege akatabasamu na akasema, mara ya kwanza mkulima aliongea na watoto wake wavune shamba. Mara ya pili aliongea na wafanyakazi wake wavune shamba. Mara ya tatu mkulima alisema mwenyewe, kesho nitaenda kuvuna shamba. Sasa wale ndege wakasema, mama, unataka kutuambia nini? Akasema, mliponiambia kwamba watoto watavuna shamba, nilisema msiogope kwa sababu hawatafanya. Mliponiambia kwamba wafanyakazi wameambiwa wavune shamba, nilisema msiogope kwa sababu wafanyakazi wasingefanya. Ila mliponiambia kwamba bwana shamba mwenyewe ameongea kwamba atavuna, niliwaambia tuondoke, kwamba atafanya. Funzo katika maisha: ukitegemewa ufanyiwe kila kitu, hakuna kitu utakachoweza kufanya.
Tazama chini, jiangalie mwenyewe. Ukitegemea usomeshe watoto, utalia, hakuna kitakachofanyika. Ukitegemea ulipiwe ada, hakuna kitakachofanyika. Ukitegemea ulipiwe kodi, hakuna kitakachofanyika. Ukitegemea uelezwe namna biashara zinavyofanywa, hakuna kitakachofanyika. Ukitegemea mtu mwingine akusaidie kupiga hatua, hakuna kitakachofanyika. Bali katika yote, anza wewe mwenyewe, piga hatua wewe mwenyewe, jitazame wewe mwenyewe. Ukitegemea upate furaha, hautapewa. Ukitegemea upate amani, hautapewa. Ukitegemea upendo, hautapewa. Furaha jipe mwenyewe, amani jipe mwenyewe, upendo jipe mwenyewe, na utoka kwako utamulika kwa watu wengine. Tazama chini, jitazame wewe mwenyewe. Naomba nimalizie kwa baraka hii. Mafanikio yote yanakutegemea wewe mwenyewe. Ukitegemea watu watakuangusha. Mshike Kristo katika safari yako ya maisha, kuwa na furaha. Mshike Kristo katika maisha yako, mpeleke katika familia, katika ofisi, kuwa na furaha. Mshike Kristo, mpeleke katika maisha yako sasa, afanye mabadiliko makubwa sasa na hata milele. Siku zote Mungu atukuzwe, nasi tupate utakatifu milele na milele. Amina. Herini ya sikukuu au sherehe ya kupaa Bwana wetu Yesu Kristo mbinguni. Mungu awabariki sana.